Mataifa mbalimbali ya Kiarabu na viongozi katika jumuiya ya kimataifa wamekaribisha hatua ya usitishaji vita kati ya Israel na Iran iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump usiku wa kuamkia leo. Misri, Saudi Arabia na Jordan zimeipongeza hatua hiyo, huku Misri ikisema itaendelea na juhudi zake za kidiplomasia na washirika kuendeleza usitishaji huo wa mapigano. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kwamba Iran imekiuka kabisa usitishaji huo wa vita kwa kufyetua makombora muda mfupi baada ya kuanza utekelezaji mpango huo. Iran imekanusha tuhuma hizo za Israel. Sauti ya milipuko na ving'ora vilisikika kwenye eneo zima la kaskazini mwa Israel leo asubuhi baada ya nchi zote mbili kukubali mpango wa kusitisha vita vilivyodumu siku 12. Waziri huyo wa ulinzi wa Israel amesema ameliagiza jeshi kuanza upya mashambulio dhidi ya majengo ya jeshi na serikali ya Iran. Makubaliano ya usitishaji vita yalitangazwa saa chache jana baada ya Iran kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi za jeshi la Marekani huko Qatar na Iraq. Gaza City. Shirika la ulinzi wa raia katika ukanda wa Gaza limesema kuwa wanajeshi wa Israel wamewaua watu 21 leo Jumanne waliokuwa wakisubiri msaada wa chakula karibu na kituo cha usambazaji katikati mwa mji huo. Kwa mujibu wa mashuhuda na maafisa wa eneo hilo, watu hao walikuwa wamekusanyika kwa matumaini ya kupokea mgao wa misaada wakati mashambulizi yalipotokea. Wakati huo huo, familia za raia wa Israel wanaoshikiliwa mateka na kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza zimetaka serikali yao kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya Gaza, wakitoa mfano wa makubaliano kusitisha vita kati ya Iran na Israel yaliyotangazwa hivi karibuni. Katika tamko la pamoja lililotolewa na jukwaa la familia za mateka na watu waliopotea, familia hizo zimetaka mazungumzo ya dharura yaanze haraka ili kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka wote na kusitishwa kabisa kwa mapigano kama ilivyofanyika kati ya Israel na Iran. The Hague. Viongozi wa ulimwengu wamekusanyika leo mjini The Hague nchini Uholanzi katika mkutano wa kilele wa kihistoria wa siku 2 wa jumuiya kujihamia NATO. Mkutano huo huenda ukayaunganisha au kuzidisha mgawanyiko miongoni mwa mataifa wanachama jumuiya hiyo kubwa ya kiulinzi duniani kuhusiana na suala la kutoa ahadi mpya ya bajeti ya ulinzi. Nchi washirika 32 wa mfungamano huo wa NATO wanatarajiwa kuidhinisha lengo la uchangiaji 5% ya pato jumla la ndani ya mataifa yao kwenye masuala ya usalama. Hatua hiyo inadhamiria kuziwezesha nchi hizo kutimiza mipango yao ya kujilinda dhidi ya mashambulizi kutoka nje. Katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mark Rutte amesisitiza kwamba mkutano huo utajadili pia vita vya Ukraine. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Kiswahili mjini Bonn. Moscow. Mtawala wa kijeshi nchini Mali, Jenerali Assimi Goita, amefanya mazungumzo na Rais wa Urusi Vladimir Putin katika ziara yake mjini Moscow yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Serikali ya Moscow imetangaza kutiwa saini kwa makubaliano ya ushirikiano na Mali katika sekta ya nishati ya nyuklia. Urusi ni mshirika muhimu wa Mali hasa katika nyanja za kijeshi, ambapo imekuwa ikisaidia serikali ya kijeshi kupambana na makundi ya waasi wa itikadi kali yanayofanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Jenerali Goita aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya mara 2 mnamo mwaka 2020 na mwaka 2021. Amesema anatumia ziara hii kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati na Urusi, hususan katika sekta za ulinzi, usafirishaji na maendeleo ya uchumi. Na hatimaye Athens. Mamia ya maafisa wa zimamoto wanaendelea kupambana kwa siku ya 3 leo mfululizo na moto mkubwa wa nyika uliosambaa katika maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Chios nchini Ugiriki baada ya kutangazwa hali ya dharura. Juhudi za kudhibiti moto huo zimehusisha jumla wa zimamoto 444 wakisaidiwa na ndege 8 za kuzima moto waliotumwa kwenye kisiwa hicho kilichoko kaskazini mashariki mwa bahari ya Aegean. Moto huo umeteketeza maeneo makubwa ya misitu na mashamba ya kilimo na kusababisha kuhama kwa mamia ya wakazi kutoka vijiji kadhaa katika siku za karibuni. Mamlaka za kisiwa hicho zimetangaza tahadhari mpya leo Jumanne, zikiwashauri wakazi wa mji mkuu wa kisiwa hicho
cha Chios kuondoka kutokana na wingi wa moshi unaotanda kutoka maeneo ya karibu na pwani. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na baada ya taarifa hiyo ya habari kutoka kwake Saumu Mwasimba, tunaingia katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo, tukianza na taarifa yetu kuu. Mzozo kati ya Israel na Iran baada ya Trump kusema mataifa hayo hasimu yamekubaliana kufikia hatua ya kusitisha mapigano. Bado vita vinashuhudiwa katika mataifa hayo mawili. Huko Gaza watu zaidi ya 20 wameuawa baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi yake huko. Na kando na hayo, mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya nchi za Magharibi NATO unafungua pazia nchini Uholanzi. Tuanzie moja kwa moja na taarifa yetu kuu. Kama nilivyokuarifu, makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran yameanza kutekelezwa mapema hii leo Jumanne, huku nchi hizo mbili zikithibitisha tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu hatua hiyo ya kusimamisha mapigano. Hata hivyo, uimara wa makubaliano hayo unalegalega kutokana na ripoti kuhusu kutokea mashambulizi mapya. Zainab Aziz na taarifa zaidi. Muda mfupi baada ya tangazo la Trump, Israeli ilisema imefikia malengo yake na ikathibitisha kusitisha mashambulizi, hatua iliyotafsiriwa kama mwisho wa vita vya siku 12 kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alichapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X akikanusha kuwepo kwa makubaliano yoyote ya kusitisha mashambulizi. Alisema kuwa Iran haina nia ya kuendeleza mashambulizi, lakini bado haijakubali rasmi kusitisha mapigano. Muda mfupi baadaye, jeshi la ulinzi la Israel IDF liliripoti mashambulizi mapya yaliyotokea kutoka upande wa Iran. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema Iran imekiuka usitishaji wa mapigano kwa kurusha makombora. Hata hivyo, Iran imekanusha habari kwamba imefanya mashambulizi yoyote ya makombora kuelekea Israel baada ya nchi hizo mbili kukubali kusitisha mapigano. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti vikinukuu tamko hilo la serikali. Mataifa ulimwenguni yamepongeza hatua ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz leo hii amezitolea mwito nchi hizo mbili kutii tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump la kusitisha vita. Qatar imeitaka Iran ijiepushe na hatua za kuongeza mivutano na badala yake irudi kwenye meza ya mazungumzo ya kidiplomasia. China imezitaka Iran na Israel kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mzozo kati yao. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Guo Jiakun, amesema China inatoa wito kwa pande husika kurejea haraka kwenye njia sahihi itakayofanikisha kupatikana suluhisho la kisiasa. China iko tayari kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa katika kuchangia juhudi za kudumisha amani na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema nchi yake inaunga mkono makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran, lakini pia ameelezea wasiwasi wake iwapo yatadumu. Mkuu wa shirika la uangalizi wa nyuklia la Umoja wa Mataifa IAEA Rafael Grossi amesema amependekeza mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi na ameihimiza Iran kutoa ushirikiano kwa lengo la kuleta suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo wa muda mrefu juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Iran imekanusha kwamba inataka kutengeneza silaha za nyuklia. Imesisitiza kuwa malengo ya mpango wake wa nyuklia ni ya amani na si vinginevyo. Upande wa biashara, masoko ya hisa ya kimataifa yameimarika hii leo huku bei ya mafuta ikishuka kufuatia tangazo la kusitishwa mapigano kati ya Israel na Iran. Naam, ni taarifa yake Zainab Aziz. Msikilizaji, katika upande ule wa mjadala wetu hii leo tutatuama katika mgogoro huo wa Israel na Iran, na tutataka kujua iwapo hatua hiyo ya kusitisha mapigano itaweza kufanikiwa kikamilifu. Tukisonga mbele, mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya nchi za Magharibi NATO unafungua pazia nchini Uholanzi, huku ajenda kuu ikiwa ni nyongeza ya matumizi ya bajeti za ulinzi kufuatia shinikizo la Marekani.
Mkutano huo unafanyika chini ya kiwingu cha mapigano makali yaliyoshuhudiwa kwa siku 12 kati ya Israel na Iran pamoja na vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Rashid Chilumba na taarifa zaidi. Viongozi wa nchi 32 wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wanaendelea kuwasili mjini The Hague, Uholanzi kwa mkutano huu wa kilele wa siku 2 utakaoanza leo na kuhitimishwa kesho Jumatano. Washirika hao wa mfungamano huu mkubwa wa kijeshi wa mataifa magharibi ulioundwa mwaka 1949 kwa jukumu la ulinzi wa pamoja wanatazamiwa kuafikiana kuhusu lengo jipya la matumizi ya sekta ulinzi baada ya shinikizo kutoka Marekani. Kwa miaka kadhaa sasa, nchi wanachama wa jumuiya hiyo zilitakiwa kutumia 2% ya pato jumla la taifa kwenye sekta ya ulinzi, lakini miezi michache iliyopita Marekani, ambayo kimsingi ndiyo kiongozi wa NATO, ilitoa shinikizo la kiwango hicho kupandishwa hadi 5%. Taarifa zinasema mwafaka umepatikana na ahadi ya kupandisha kiwango hicho cha matumizi inatarajiwa kutolewa kwa pamoja na wanachama karibu wote kwenye mkutano wa The Hague. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte ameisifu hatua hiyo inayoelekea kufikiwa na nchi wanachama. Mpango wa kuwekeza katika ulinzi ambao washirika watakubaliana mjini The Hague unaanzisha kima cha chini cha 5% cha pato ghafi la taifa kutumika katika ulinzi. Hii ni hatua kubwa sana iliyojaa dhamira, ni ya kihistoria na muhimu kwa hatima yetu. Hata hivyo, Hispania kupitia waziri wake mkuu Pedro Sanchez imetangaza haitoridhia uamuzi huo, hatua inayotarajiwa kuzusha mvutano kati ya nchi hiyo na Marekani. Ijumaa iliyopita Rais Donald Trump alisema Uhispania ni sharti ilipe kiwango sawa na kinacholipwa na wanachama wengine, akiituhumu nchi hiyo kwa miongoni mwa zile zinazotoa mchango mdogo wa kila mwaka kwenye sekta ya ulinzi. Maafisa wa NATO wakiongozwa na katibu mkuu wake Mark Rutte wanasema nyongeza ya matumizi inahitajika kukabiliana na kitisho cha usalama kinachotanuka kutoka Urusi, lakini pia ni kwa dhamira ya kuifanya Ulaya kubeba jukumu kubwa zaidi kwa ulinzi wake yenyewe katika wakati Marekani inaelekeza nguvu kuikabili China. Katika miaka mitatu iliyopita, mikutano yote ya NATO ilitawaliwa na ajenda ya vita vya Urusi na Ukraine, lakini mara hii makabiliano makali kati ya Israeli na Iran na tangazo la ghafla lililotolewa jana usiku na Rais Trump la usitishaji mapigano vitatawala mjadala. Katibu mkuu wa NATO amesema pamoja na mzozo wa Mashariki ya Kati, hatma ya Ukraine bado imebakia kuwa swala la kipaumbele kwa jumuiya hiyo. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amealikwa kuhudhuria mkutano wa The Hague na amepangiwa kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na Rais Trump kesho Jumatano. Watajadiliana kuhusu nyongeza msaada wa ulinzi na kukusanya nguvu za kifedha kuinunulia silaha zaidi Ukraine. Moscow kwa upande wake imeishambulia jumuiya ya NATO ikiituhumu kuchochea uhasama na kuvuka mipaka yake ya jadi ikijaribu kutafuta ushawishi nje ya Ulaya. Hayo amesema na waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov. Mwana diplomasia huyo amesema hivi sasa jumuiya hiyo inatanua mbawa zake hadi Mashariki ya Kati, kanda ya Asia ya Kati, eneo la Arctic pamoja na Asia na Pacific. Asante Rashid Chilumba. Zaidi ya watu 20 wameuawa baada ya jeshi la Israel kufanya mashambulizi dhidi ya mamia ya watu waliokuwa wakisubiri malori ya misaada katika ukanda wa Gaza. Hayo yanajiri wakati Umoja wa Mataifa ukilaani hatua ya Israel ya kutumia chakula kama silaha dhidi ya wakazi wa ukanda huo. Angela Mdungu na taarifa zaidi. Mamlaka za ukanda wa Gaza zimearifu kuwa watu zaidi ya 20 waliokuwa katikati mwa ukanda huo wameuawa katika tukio la mapema Jumanne. Msemaji wa idara ya ulinzi wa raia Mahmoud Basal amesema watu wengine 150 wamejeruhiwa. Mmoja wa Wapalestina waliokuwa wakisubiri misaada aliyejitambulisha kwa jina moja la Maha amesema, nilikuja hapa kwa kuwa walisema kutakuwa na malori ya misaada hii leo. Kama unavyoona, sikuja peke yangu, nilikuja na watu wengine wote. Ninataka nikwambie, idadi ya wanawake hapa ni kubwa kuliko wanaume. Kwa nini wamekuja? Wamekuja tu kupata chochote kwa ajili ya kuwalisha watoto wao. Hakuna kingine cha ziada. Maelfu ya Wapalestina wamekuwa wakikusanyika kila siku kukiwa na matumaini ya kupata chakula baada ya vita vya zaidi ya miezi 20, lakini wamekuwa wakilengwa na mashambulizi ya Israel. Kutokana na hali mbaya ya upatikanaji wa chakula kwenye ukanda huo, Umoja wa Mataifa umeikosoa vikali Israel kwa kuitumia njaa kama silaha na kwamba huo ni uhalifu wa kivita. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imelitaka jeshi la Israel liache kuwafyatulia risasi watu wanaojaribu kupata chakula. Taasisi ya kutoa misaada inayoungwa mkono na Marekani na Israel, Gaza Humanitarian Food Foundation, ilianza kugawa chakula katika
ukanda huo Mei 26 baada ya Israel kuzuia kabisa usambazaji wa chakula katika eneo hilo kwa zaidi ya miezi miwili na kuibua tahadhari ya njaa kali. Mashirika makubwa ya Umoja wa Mataifa yamekataa kushirikiana na taasisi hiyo kutokana na wasiwasi kuwa imeundwa kwa maslahi ya jeshi la Israel. Katika hatua nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Israel Yair Lapid ametoa wito wa kusitishwa kwa vita kati ya jeshi la nchi yake na wanamgambo wa kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Ameyasema hayo kupitia ukurasa wake wa X muda mfupi baada ya Israel kutangaza kuwa imekubali kusitisha vita na Iran. Hayo yanaendelea wakati ndugu wa mateka waliosalia Gaza wakishinikiza pia serikali yao iingie katika mazungumzo ya haraka yatakayowarejesha nyumbani jamaa zao na kumaliza vita. DW tunavuma kwa kishindo.